Nimekuwa kwenye ziara ya kutembelea na kukagua miradi yote iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Katika ziara hii nimeambatana na viongozi wangu wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata, lakini pia na mabalozi na viongozi wa kamati za siasa za matawi yetu yote, wakikagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Lakini pia nimeambatana na wenyeviti wote wa serikali za mitaa 8 pamoja na viongozi wa umoja wa kamati au umoja wa amani wa viongozi wetu wa madhehebu mbalimbali ya dini ndani ya kata ya Wazo, mashehe, wachungaji, ili nao waweze kuona nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo chini ya uongozi imara wa Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ambavyo tumeona kata ya Wazo yamefanyika mambo makubwa na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo katika kutatua changamoto na kero za wananchi. Tumetembelea mradi wa mahakama ya mwanzo Wazo hili mtaa wa Nyakasangwe. Mradi umekamilika, mahakimu wako pale na huduma zinaendelea kutolewa. Sasa hivi wananchi wa kata ya Wazo hawaendi tena mahakama ya mwanzo Kawe. Shughuli zao, kesi zao, migogoro yao inamalizikia ndani ya kata ya Wazo. Tumetembelea kituo cha afya kizuri cha kisasa ambacho kinatoa huduma kwa kina mama, wazee, watoto na watu wote wanapata huduma pale kwenye kituo chetu cha afya Nyakasangwe. Lakini pia tumetembelea shule ya awali na msingi ya Josephat Gwajima ambayo ina mchepuo wa Kiingereza. Hii ni shule pekee ya mchepuo wa Kiingereza ndani ya kata ya Wazo. Ni shule ya serikali. Tulizoea shule za namna hii ziwe za binafsi, lakini sasa ndani ya kata ya Wazo tuna shule ya mchepuo wa Kiingereza ya serikali inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Tumetembelea pia na kukagua maandalizi ya ujenzi wa miradi ya DMDP ndani ya kata ya Wazo. Kwenye kata ya Wazo nimepata kwa sasa takriban barabara 4. Barabara ya Mivumoni, barabara ya Umoja, barabara ya Nyakasangwe na barabara ya Mbopo kuelekea Msumi na kuelekea kule Mbopo Mabwepande. Zote zinakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami, na kama tulivyoona tumetembelea site ya mkandarasi tayari hapa Mivumoni, mmeona maandalizi yake na kwamba muda wowote kazi inaanza ya ujenzi wa barabara za lami ili kutatua changamoto ya mawasiliano kwa wananchi ndani ya kata ya Wazo. Lakini pia kwenye upande wa elimu tumetembelea shule ya sekondari Mivumoni, tumeona maabara za kisasa, tumeona jengo la utawala, madarasa yaliyojengwa. Tumetembelea shule ya msingi Twiga pale Kisanga, shule mpya hiyo ambayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano. Tumetembelea pale Wazo shule mpya ya ghorofa inayojengwa pale uwanja wa Panga, shule ya kisasa na mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Lakini pia tumetembelea shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge, hii nayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano, shule nzuri ya kisasa na madarasa ya ghorofa yanajengwa yanaendelea. Pia tumetembelea mradi mpya wa shule ya sekondari ya Salasala ambayo nayo ni shule ya ghorofa, mkandarasi yuko site na kazi zinaendelea. Tumetembelea pia na barabara ya Afrikana kwenda Kinzudi, kuna kiwango ambacho kimejengwa kwa lami wakati wa miaka hii mitano. Lengo ni kuunganisha kipande hiki kwenda mpaka Goba ili wananchi wanaotoka Afrikana wapite Kinzudi waende mpaka Goba. Ndugu zangu wa Tanzania na wanawazo wanasema kuona ni kuamini. Na mimi kama diwani nimeamua kushirikiana na kamati yangu ya siasa tuwatembeze wananchi waweze kuona nini ambacho kimefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa yule ambaye anabisha, basi tunamletea aone kwa macho. Kulikuwa kuna watu ambao wanasema hakuna kilichofanyika ndani ya miaka mitano. Niwaambie ndugu zangu, ndani ya kata ya Wazo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa, na kwa kweli tunamshukuru. Na Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Wazo, tukuhakikishie ushindi wa kwako wa kishindo ndani ya kata ya Wazo. Kwanza ndio kata kubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam na manispaa ya Kinondoni kwa idadi ya wapiga kura, kwa idadi ya wananchi. Nikuhakikishie kwa kazi ambayo umetufanyia kata ya Wazo, Mheshimiwa Rais, kata ya Wazo tunakuhakikishia mitano tena na kura za kutosha za kishindo kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia kwa kuwa Chama cha Mapinduzi ndio kimetekeleza haya, niwaambie wale wapinzani wajipange ndani ya kata ya Wazo. Mbunge atatokana na Chama cha Mapinduzi, diwani Chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Rais lazima apate kura za kishindo kwa sababu mambo makubwa yamefanyika. Ya wananchi ambao mimi nimepata nafasi kuongea, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hili jambo alilitamka na mimi nikiwa shahidi
kwenye mtaa wa Wazo alisimama pale akaeleza kilio chetu sisi, na tunakuwa tunapata shida, hatuendi kwenye shughuli zetu, tunavusha watoto, inabidi tena tuache shughuli zetu tufuate watoto kuwarudisha majumbani. Lakini kwa huruma yake na kwa kuelewa na yeye kwamba ni mama, anaelewa uzito tunaofanya sisi wazazi wenzie. Kwa hiyo shule hii ni mojawapo kabisa ya kioo kuonyesha kwamba anatujali na anatukumbuka kwa namna tunavyohitaji kupata mahitaji. Lakini pia sitaacha kumkumbuka mbunge wetu ambaye ni Mheshimiwa Gwajima kwa namna walivyoweza kutupigania. Tunaye mheshimiwa diwani hapa ambaye na yeye amesema kwamba hatagombea. Sasa ninasikitika sana kuona kwamba hatagombea. Kwa miaka 5 mimi naona kama vile alikuwa ndio anaanza kujua namna gani aweze kusukumia gurudumu. Ronald Manyama, tunamshukuru sana kwa hicho alichokifanya. Lakini kulikuwa hatuna shule hapa. Sasa hivi tuna shule ya msingi iko vizuri, tuna shule ya sekondari iko vizuri. Kwa hiyo mambo yote magumu ambayo yalikuwa hayapo katika mtaa huu yapo. Lakini kubwa yote 9, barabara ya lami. Ni jambo ambalo lilikuwa ni ndoto ambayo ilikuwa itegemeki. Tumepata shida sana. Sisi tunakwenda Tegeta kwa gharama. Lakini leo ikifika lami hii, tuna imani kabisa kwamba tutakuwa tunaenda Tegeta kwa muda wote, tunaenda kuongea, tunapiga kijiwe Tegeta, tunarudi kulala Mivumoni. Nauli itakuwa bwelele. Emma Michael Christopher, ni mkazi wa Nyakasangwe. Kwanza napenda kumshukuru Rais wetu Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu na diwani wetu Manyama kwa kazi nzuri ambao wameitenda katika eneo letu la Nyakasangwe kwa kutuletea hospitali na maji pamoja na mahakama. Sasa hivi wamama hawana haja ya kuweka vijiti, waje hapa, hospitali ipo, madaktari wazuri wapo, maji sasa hivi hakuna kubeba kichwani, mabomba kila sehemu yapo, na mahakama hakuna kwenda mbali. Sasa hivi mahakama iko Nyakasangwe. Napenda kuwashukuru sana na kuwatakia kila laheri kwa kazi nzuri ambao wameitenda, sababu sio kazi rahisi, ni juhudi ambazo walizonazo pamoja na upendo walionao kwa wananchi wake wote. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi yao nzuri sana. Hapa madaktari wako wazuri, wenye weledi mkubwa sana.